Kutoka barabara za Butere, shangwe za Arsenali zinavuma. Safari ya shangwe inafika kilele. Guava Resort sasa ni Emirates ya pili, uwanja wa furaha na mshikamano. Shughuli kubwa kabisa ambayo tulikuwa tunashangilia kupata kikombe ya EPL. We are the champions 2025 2026. Tumekuwa na msafara kutoka Shatala tukakuja paka soko ya Sabatia, tukiambia wananchi ya kwamba Arsenal bado ipo na watatii, itabidi watupende. Baada ya mechi, shangwe hazikomi. Mshikamano wa mashabiki wa Arsenal unaendelea kwa kula mbuzi, ushuhuda wa nguvu ya michezo kuwaleta watu pamoja. Furaha imeingia zaidi kwa maana tumekuwa tukichekelewa miaka mingi, tunaitwa majina kawa next season. Mashabiki hao wamekuwa na msisimko kutwaa kombe baada ya miaka 22. Wakati ambapo walikuwa wanachukua kikombe unbeaten 2004, nilikuwa namaliza form 4. So nilikuwa sijapata ile nguvu na ujasiri kabisa ya kushangilia na kukuja pamoja hivi. Lakini siku ya leo mimi kwangu ni siku ingine, ni kama nimeanza chapter mpya. Ngojea kwa miaka mingi 22, miaka si michache bali ni mingi sana. Na sisi kama wana Arsenal tunapenda amani, na pia amani pia inatufuata. Ukiona tumeinua kikombe na kumaanisha kwamba Mungu pia ameamua neema yetu ikaweza kushuka siku ya leo. Arsenal fan for almost 20 years. Lakini sijaibeba kikombe. Leo ni siku ya furaha, ni mara ya kwanza. Coach Arsenal is a good coach. Ame struggle for almost 7 years. Amemaliza number 8, 5, 2, 2, inaonyesha kuna consistency. So akiongezewa Kenya nataka, tutaenda mbali. Tutabeba vikombe mara 6 kifuatana. Wakitaja subira hiyo kuwawezesha kustahimili katika huba. Muda wa miaka 22 si miaka michache. Heartbreaks zimekuwa mingi na nimevumilia na nitazidi kuvumilia hadi matunda izaliwe. Kwa saizi naomba mashabiki wengi wajue ni Arsenal kwa sababu project imeanza na inaendelea. Naona mataji tukichukua tukifuatiliza. Kuhusu taarifa zilizochapishwa na gazeti moja la nchi jirani, shabiki wa Manchester wakionekana kuwa wameiba mbuzi wa wana Arsenal. Hao masimu wetu wako na hizo tabia za kuvuruga watu. Wametaka kutukosea amani kwa sababu walikuwa wamejua tuko na party tofauti. So walitaka party zetu ziharibike. So mimi ninakubaliana na hiyo. Ni ukweli wako na hizo tabia, wakishafika mahali wakilemewa. Kwa maana hakuna kitu wamepata msimu huu. So hiyo ndio ilikuwa imebaki, wasanye mambuzi za watu. Pia shabiki hawa wameanzisha vuguvugu la kuwafaa wanyonge katika jamii. Tumeelewana ya kwamba kuanzia wakati huu tukuwe na unit of purpose, ambapo tumekuja pamoja. Tuko wengi au ni wachache tu kwa maana ilikuwa short notice sisi kukutana hapa. Tumepanga kwamba tukikuja pamoja tutakuwa tunasaidiana kusaidia wale ambao hawajiwezi katika society, familia, mambo kadhaa. Tukikuja pamoja tunaweza wasaidia. Nikiripotia Kurunzi, jina langu ni Habat Mbai.